Tarehe 22 Disemba mwaka 2022 nilikuja kushuhudia kufungwa kwa njia ya kuchepusha maji ya mto Rufiji na kuanzisha rasmi ujazaji wa maji katika bwawa hili ambalo ujaji wake ulitarajiwa kuwa ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Kwa neema ya Mungu, bwawa hili lilijaa ndani ya mwaka mmoja na nusu na kuanza majaribio ya uzalishaji umeme. Kwa furaha kubwa leo tumekutana tena katika eneo hili kwa ajili ya ufunguzi wa mradi huu kwa kuwa umekamilika. Nilipowasili hapa leo nilipata fursa ya kuzindua kituo cha kuzalisha umeme na kutembelea mitambo yake pamoja na kutembelea tuta kuu na kituo cha kupokea na kusafirishia umeme kwenda kwenye gridi ya taifa. Hapa niwaambie kwamba kila kitu kimekamilika na kinafanya kazi, hatua ambayo ni fahari kubwa kwa taifa letu. Tunasema ndoto imetimia na mpango umewezekana. Kukamilika kwa mradi huu kunatufundisha jambo muhimu katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati, kwamba uamuzi wa kuanza kutekeleza ni jambo moja, lakini kinachoamua mafanikio ni nidhamu ya ufuatiliaji, uwezo wa kuhimili changamoto na kusimamia malengo tunayojiwekea. Nami nilirithi vyema mambo hayo. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, utekelezaji wa mradi huu una historia ndefu. Katika hili nianze kwa kumshukuru Baba wa Taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa maono na fikra zake za kutumia mto Rufiji kwa ajili ya kuzalisha umeme wa uhakika na kutosheleza kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo ya nchi yetu. Pamoja na Baba wa Taifa, nawashukuru sana Rais wa awamu ya pili hayati mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, Rais wa awamu ya tatu mzee wetu hayati Benjamin William Mkapa na Rais wa awamu ya nne Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwa kuendeleza na kuenzi maono na fikra hizo za Baba wa Taifa. Ni dhahiri kwamba safari ya mradi huu haikuwa nyepesi. Tulikumbana na upinzani wa ndani na nje ya nchi katika awamu mbalimbali za uongozi wa nchi yetu na hata katika hatua za utekelezaji wake. Hata hivyo, mwaka 2019 serikali chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli haikutaka kuyumbishwa tena. Iliendelea kuhakikisha fedha zinapatikana, changamoto zinatatuliwa na kazi inaanza. Tunamshukuru sana Dr. John Pombe Magufuli kwa ujasiri aliouonesha. Serikali ya awamu ya sita ilisonga mbele, ikasema kazi iendelee hadi kukamilika kwa mradi huu. Shukrani kwa mawaziri wote waliosimamia mradi huu.